الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين يا رب، الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فجزاه الله خيرا ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، فيا إخوة الإسلام والإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة طيبة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Watukufu Islam, wapenzi na wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama alivyotanguliza mzungumzaji wa kwanza, sisi ni wageni wenu, tena tumepiga masafa marefu kwelikweli kutoka kule tulipotoka mpaka kukufikieni hapa. Hatujaja hapa katika nchi yenu hii ya Zanzibar, hatujaja kwa ajili ya matembezi, hatujaja kwa ajili ya utalii, bali kilichotuleta hapa ni kukumbushana machache katika mengi aliyotuachia Bwana Mtume Muhammad. Hivyo ni vyema na nyinyi mukatupokea kama wageni, mukatusikiliza, kwa kuwa hakuna mwenye maneno mazuri zaidi ya yule anayekuita kwake Allah jalla fi'ala. Na hivyo ndivyo alivyosema Mola wetu, wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa amila saliha. Ni nani mwenye maneno mazuri kuliko yule anayekuita kwa Allah? Wa amma mawdu'u muhadaratina fasawfa natahaddathu ma'a mawdu' unwanuha yaqulu at-tahdhiru min dhunubi lisani. Na amma mawdu'u ya muhadhara wetu katika dakika chache hizi tulizo nazo, tutaishi na mawdu'u ambayo unwani yake inasema tahadhari dhidi ya madhambi ya ulimi. Tahadhari dhidi ya madhambi ya ulimi. Ulimi, ndugu zanguni wa Kiislamu, ni kiungo kidogo katika mwili wa mwanadamu, lakini kitawasababishia maafa na madhara makubwa wanadamu wengi siku ya mwisho. Mwenyezi Mungu mtukufu na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam wametoa tahadhari iliyokuwa kubwa kweli kweli juu ya kiungo huyu ulimi. اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام. Tambua ya kwamba kila mwanadamu
wake kwa maneno yote atakayoyazungumza, illa kalaman dhaharat fihi maslahatun, isipokuwa maneno ambayo ndani yake yatakayokuwa yamedhihiri maslahi. Ulimi, ndugu zanguni, tusipokuwa makini, tusipouchunga ulimi ipasavyo, kwa hakika utatuendesha resi siku ya mwisho. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika maneno yake aliyozungumza, aliwahi kuzungumza akasema, ihfadh lisanaka ayuha al-insanu la yalidaghannaka fa innahu thu'banun kam fil maqabir min qatil lisanihi kanat tahabu liqa'ahu al-aqran. Hifadhi ulimi wako mwanadamu, usije ukakugonga, kwani ulimi sawa na nyoka. Anasema ni wangapi wapo makaburini wamekufa kwa sababu ya ulimi wao. Ulimi ndio umewafanya kwa sekunda moja tu wakajikuta wameshafika makaburini, hali ya kuwa walikuwa ni mahodari wanaokopwa, lakini ulimi ulikuwa ni sababu ya kuwasafarisha kikweli kweli. Walidhalika Ibn Sikit ni moja katika wanawachuoni, ana maneno yake mazuri aliyozungumza akasema, yusabu alfata min atharati bilisanihi wa laysa yusabu almar'u min atharati rijli. Kijana huathirika kwa kuteleza kwa ulimi wake, lakini si kawaida ya mwanadamu kuathirika kwa kuteleza kwa mguu wake. Fa'athratu bilqawli tudi bira'sihi wa athratu birrijli tabra'u an mahlin wa athratu birrijli tabra'u ala mahlin. Anasema kuteleza kwake kwa maneno kunaweza kukampelekea yeye kuangamia kabisa, ila hali kuteleza kwa ulimi au kuteleza kwa mguu hupona taratibu kidogo. Maana yake ni mara chache mno mtu kufa kwa kuteleza kwa mguu wake, lakini wapo wengi kabisa waliokufa kwa kuteleza kwa ulimi wao. Kishki TV, nuru ya dini yako.